Lob und Dank sei dem Herrn. Es tut so wohl, ihm zur Ehre zu singen. Bwana asifiwe na shukuriwe. Ni vema sana kuimba kwa ajili ya utukufu wake. Na sasa kama tunaweza kuweka moyo wote, ndipo sasa yataweza kufika. Yatafika mbele ya kiti cha neema cha Mungu wetu. Yote tunayofanya yanapaswa kufanyika kwa moyo. Kwa moyo. Au kutoka ndani ya moyo. Tumesikia kwamba tunapaswa kuingia katika kazi. Kwa maana wakati wote muda unasonga mbele, na ni hivyo kuja kwa Bwana inakaribia. Na tunataka tukutaniwe katika siku ile tukiwa tayari. Kama vile tumesoma katika andiko ya barua ya Petro kwamba ni katika siku za mwisho ndimo wokovu huo utafunuliwa, utaonekana. Swali sasa ni ya kuweza kujua kama tunaweza kuwa tayari ili tuweze kuingia katika utukufu pamoja na Bwana. Wokovu huo utaonekana katika siku za mwisho, na huduma hii na kupitia mahubiri yote yanapaswa kutusaidia ili tuweze kuwa tayari siku ambayo Bwana atakaporudi. Kama hatuwezi kufikia hiyo kupitia mahubiri, kwamba watu ambao walioisikia waweze kuwa tayari, sijue namna gani tunaweza kuwa tena tayari. Kwa maana hiyo ndiyo lengo moja, ni kusema Mungu alijifunua kwetu kwa namna ya kimaajabu kwa neema na pia neno lake, na kwamba hiyo haihusu tena yeye, lakini inatuhusu sisi na imani ambayo tunapaswa kuweka katika matendo. Yote inawezekana kwa yeye ambaye anayeamini, lakini haiwezekani kupendeza Mungu pasipo imani. Ndiyo maana tunataka tupokee kila neno ndani ya imani, tupokee kila neno kwa imani, tukitarajia na tukingoja ndani ya imani utimilifu wa yale ambayo iliyohubiriwa ndani ya neno, na hapo sasa hayo yatafanyika pia. Na sasa ni ndugu Rusi, nataka nahitaji kuita wandugu wawili. Ndugu Rusi kwanza. Na sasa nilikumbuka kwamba kulikuwa andiko mbili ndani ya maandiko matakatifu, nilifungua na tazama yale tunayoona hapa, kitendo cha ajabu sana. Tazama mtu jemadari wa jeshi Namani, ndiyo jina lake. Akose ningeliweza kuisoma kidogo katika hali hiyo, ingeweza kusoma ndani ya Wafalme wa Pili sura 5. Anasoma Wafalme wa Pili sura 5 mstari wa kwanza. Basi Namani jemadari wa jeshi la mfalme wa Suria alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana aliwapa Wasuria kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mstari wa pili. Na Wasuria walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja, msichana mdogo kutoka nchi ya Israeli, naye alitumikia mke wa Namani. Mstari wa 3. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliye katika Samaria, maana angemponyesha ukoma wake. Mstari wa 4. Mtu mmoja akaingia na kumwambia bwana wake akisema, yule msichana mdogo aliyetoka nchi ya Israeli anasema hivi na hivi. Mstari wa 5. Mfalme wa Suria akasema, haya basi, mimi nitatumia mfalme wa Israeli barua. Basi akakwenda zake, akachukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Mstari wa 6. Akapelekea mfalme wa Israeli barua ile kusema, barua hii
wakati inapofika kwako, tazama, nimetuma mtumishi wangu Naamani kwako ili umponyeshe ukoma wake. Na ilikuwa wakati mfalme wa Israeli aliposoma barua hii, alipasua mavazi yake akasema, mimi ni Mungu niue na kufanya kuwa na uzima? Hata mtu huyu ananitumia mtu nimponyeshe ukoma wake? Munafahamu basi, ninawasihi ninyi mwone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Mstari wa 8. Na ilikuwa wakati Elisa yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alipasua mavazi yake. Akose kwanza mpaka hapa. Na waza kwamba katika andiko hii tunatambua kwamba kulikuwa kueleweka, kusikia vibaya. Kusikia vibaya. Ni kweli, mfalme alikuwa na haki, alikuwa hana mamlaka, lakini Mungu alikuwa na manabii wake katika wakati. Alikuwa hana mamlaka ya kuponya, lakini Mungu yeye mwenyewe alikuwa na manabii wake katika wakati ule. Ilikuwa ni Elisa aliyekuwa nabii katika nchi katika wakati ule, na tunaona kwamba yule msichana aliweza kutoa maelezo vizuri, lakini nayo hesabilika ni kuweza kufuata hizo maelezo au maagizo vizuri. Hiyo ndio inahesabilika, na sio kwenda kukimbia, na sio kwenda kwa watu fulani, lakini kwenda kwa mahali pazuri, na sio kwenda mahali popote au kwa neno ingine yote. Na niliwaza kwamba ilikuwa ni neema ya kipekee katika siku zetu, ni kwamba wakati tunapotafuta, tutafute iliyo ya haki, tutafute mpaka tuweze kupokea iliyo ya haki ya kweli. Tazama, mtu yule alikuwa tayari na nani ambaye hawezi kuwa hivyo, kama anaweza kuwa amegonjwa na ugonjwa kama huo, na kama anaweza kuhitaji kuweza kupata afya? Nani ambaye hawezi kupenda kupona? Lakini tunaona yale yaliyofanyika, na tunasoma mwendeleo ya habari wakati yule mfalme alipo ingia katika hali hiyo, na tunasoma hapa mstari wa 8. Na ilikuwa wakati Elisa yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amepasua mavazi yake, akatuma mtu kwa mfalme akasema, kwa sababu gani umepasua mavazi yako? Aje kwangu, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Ndiyo. Mstari wa 9. Basi Naamani akakuja na farasi zake na magari yake, akasimama mbele ya mlango wa nyumba ya Elisa. Mstari wa 10. Naye Elisa akamtumia mjumbe akisema, kwenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itarudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nilizania pasipo shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake pahali pa ugonjwa na kuniponyesha mimi mwenye ukoma. Mstari 12. Abana na Farpari, mito ya Damasko, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Siwezi kujiosha ndani yao na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira, akaondoka kwa hasira. 13. Watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakisema, baba yangu, kama yule nabii angalikwambia kutenda neno kubwa, usingalitenda? Si zaidi basi akikwambia ujioshe uwe safi? Basi akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani,
sawasawa na neno ya yule mtu wa Mungu, na nyama ya mwili wake ikarudi ikakuwa kama nyama ya mwana ya mwili wa mtoto mchanga, ikawa safi. Si ajabu sana. Na waza, ndugu na dada wapendwa, kwamba tunapaswa kutosha funzo katika neno hili. Watu wanakuwaka siku zote na mawazo yao na maoni yao kwa namna ambayo Mungu anapaswa kutenda, au kwa namna ambayo watu wa Mungu wanapaswa kutenda, na yale ambayo inapaswa kuwa pahali ya kuweza kukamata mambo kama vile mepesi, kama vile Mungu anavyoyafanya. Kwa maana Mungu ndiye aliye katika unyenyekevu. Mtu yule alikuwa akiwaza kitu fulani cha ajabu, alipiga hatua nzuri, lakini baadaye alikuwa amekusha kuwa na mawazo yake mwenyewe na maoni yake mwenyewe kwa nafasi ya kwanza. Ndugu na dada, sisi sote tunapaswa kuweka mawazo yetu na maoni yetu nyuma na kuweza kuweka miongozo ya Bwana kwa nafasi ya kwanza, ndipo mambo yote itafanyika vizuri. Tunayaona hapa kwa namna iliyo wazi sana. Unaona, alikasirika kwa sababu mambo haikufanyika kama vile alikuwa akiwaza. Hiyo inaweza kufika pia kwa watu wamoja, na hiyo inayofikia kwa wamoja pia, na hivyo ndivyo wamoja wanakasirika wakati wanapotaka kitu fulani kwa maoni yao wenyewe. Lakini tazama, mtu wa Mungu aliweza kusema na akatuma. Hakutoka yeye mwenyewe, hakutoka, lakini alituma mtu akasema uende Shichovya mara 7 na hiyo kutafanyika. Si ajabu. Si lazima kwamba iweze kuwa nyepesi sana, si lazima ili iweze kuwa nyepesi sana, lakini watu wanataka kitu fulani kilicho cha ajabu, kilicho ngumu. Kama angeliweza kusema weka hapa 2,000,000 ingekuwa vema, lakini unyenyekevu ulikuwa nyepesi sana kwa ajili yake kuliko yeye. Na ujumbe ni ya siku zetu pia iko nyepesi yakose pia kwa ajili yao, ya watu wa leo. Wanataka kitu fulani cha ajabu sana, kitu cha juu sana, maneno makubwa, maneno ya ajabu, hekima kubwa ya ulimwengu, elimu kubwa, kitu kikubwa sana. Lakini Mungu iko ndani ya kidogo, ndani ya mambo madogo, ndani ya kidogo. Alikuja akiwa hapa mdogo, akatenda kwa namna ya udogo. Yeye Bwana, yeye Mungu akaingia katika utukufu kwa namna pia iliyo ndogo, lakini ndani ya utukufu ndio tutakapomwona jina lake lizokifiwa na kutukuzwa. Amina. Na sasa, ndugu Frank, tusifu Bwana. Hatustahili kwa maneno haya yote, lakini mnajua kwamba inahusu nini. Haihusu kuweza kuweka mtu kwa nafasi ya kwanza. Tungelipenda ili tuweze kubaki tukikaa na tusiweze kusimama hata kwa ajili ya kutangaza neno. Kwa upande mwingine, Mungu alikuwa akizungumza siku zote kupitia vinywa vya watu, naye atafanya hivyo mpaka mwisho. Tunashukuru kuona gisi aliweza kufanya ili tusiweze kutengeneza kitu fulani, lakini tuweze kuwa tayari, kuweza kupokea yale aliyotoa, na tusiweze kuchanga yale aliyofunua, lakini kuweza kuishika kwa heshima kubwa, na tuweze kutukuza Mungu kwa ajili ya hiyo. Tumekwisha kusikia mambo mengi katika neno la kuanzisha, yale yaliyosomeka. Tutaweza kudilia pia hayo pia katika hii neno la Wafalme wa Pili sura 5. Huyo msichana alikuwa ameonyesha namna iliyo wazi mahali wangepasha kwenda, lakini wakaleta maadresi vibaya. Hiyo ndio ilikuwa shida. Mtu aliweza kuleta mvurugu katika maadresi. Kwenye mstari wa 3 alisema waziwazi na akaambia mama yake ya kwamba, au bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii wa aliye katika Samaria. Kwa nabii, na sio mfalme wa Yerusalema au mahali pengine, lakini nabii alikuwa
akiwa katika uhusiano pamoja na Mungu, na neno la Bwana lilikuwa likijia manabii, na yale walikuwa akisema Mungu ndiye alikuwa akiyasema, na tunayaona kwamba hiyo ilifanyika tena baadaye. Na hapa wakati mfalme aliposikia kwamba angeliweza kusafisha mkoma, ilikuwa ni hatari. Alipasua mavazi yake. Ni vizuri, ni kweli, angepasha ingekuwa vigumu sana kuweza kujibu kwa swali kama hiyo, na nabii naye hakuifanya pia, lakini aliweza kutoa agizo aliyokuwa amepokea kutoka kwa Mungu, na wakati alipofuata hiyo agizo ya Mungu ndimo mulikuwa uponyaji. Wapendwa, hiyo ndiyo funguo, siyo manabii au wamitume au watu wa Mungu, lakini Mungu yeye mwenyewe ambaye aliyetenda mahali ambapo watu walipokuwa wakifuata mwongozo wake. Ni hapo ndipo Mungu alikuwa akitenda, wale waliofuata mwongozo wake, mwongozo uliokuwa umetoka katika kinywa cha watumishi wake wa watu wa Mungu. Hiyo ndio siri yote, hiyo ndiyo kitendo cha Mungu hapa duniani tangu zamani na mpaka sasa leo. Na kama mtu hana neno la Mungu, angepasha kubaki akikaa, angebaki akikaa, kwa maana wakati hapo sasa naye hawezi kutumika na hawezi kusaidia wengine. Kitu kama vile ndugu Rusi amesema, nimekwisha kusemeka sana, ilikuwa nyepesi sana. Kwanza alikuwa ni mtu wa heshima sana. Alisema kama ilikuwa ni mito mizuri ambayo imesha kuoga ndani, mbona maji ya kwetu iko masafi kuliko mito ya maji iliyo hapa ya Israeli ndani ya hiyo Yordani? Lakini Mungu alikuwa amekwisha kusema Yordani kwa ajili ya hiyo, na Mungu alikuwa amekwisha kuambia nabii kwa ajili ya hiyo, na hiyo ndio ilikuwa sauti ya Mungu. Na ni wakati sauti ya Mungu inaposemeka, tunapokuwa tumeisikia na kuipokea, ndipo tunaweza kuishi Mungu. Naweza kutufikia kama vile ilivyofikia mtu yule katika wakati ule, na kitu isiweze kuwa nyepesi kwa ajili yetu, na mambo yanaweza kuwa nyepesi kwetu, niweze kuwa nyepesi, lakini tena leo pia nishaka kusema, wakati tulipozungumza kuhusu huduma ya watu wa Mungu katika kizazi hiki, watu wote wanajua kwamba Ora Robert alikuwa akizungumza vizuri, na pia Osborne alikuwa akizungumza pia vizuri, na Dominic alikuwa akisema tena vizuri kwa maneno mazuri sana. Lakini sasa ninapouliza sasa, nani ambaye aliyekuwa na neno la Bwana? Hapo sasa tunafika sasa kwa hatua, na tunaelewa kwamba ilipendeza Mungu aweze kukamata mnyenyekevu wa wenyekevu wote, ili aweze kuzungumza kupitia yeye, ili aweze kuzungumzia kupitia yeye. Na nawaambia, sauti ya Mungu haitabadilika leo, itabaki hivyo mpaka mwisho, ila wale wanaoweza kunyenyekeza chini ya agizo ya kiungu kwa utaratibu wa kiungu ndio wataweza kusaidiwa. Wengine watafuata njia zao. Namani alikasirika kwanza, na hiyo inaandikwa hapa, lakini kulikuwa watu wa akili karibu yake, na hiyo pia nayo ni lazima sana. Niambie unakuwa na uhusiano pamoja na nani, na nitakwambia wewe ni nani. Mezali moja nasema hivyo yale kwamba inayosemeka tuweze kuwa kwa nafasi njema pamoja na watu wazuri, watu ambao Mungu anaweza kutumikisha ili waweze kusema maneno mazuri kwa ajili ya kutusaidia. Mnasikia yale nitaka kusema? Katika hali ile ya kipekee ambayo tunaweza kuwa ndani, mahali ambapo hatuwezi kujua kufanya kitu fulani kingine, mahali anaweza kufanya kitu kingine, inaomba kuwa na mtu fulani ambaye Mungu anaweza kutumikisha ili aweze kupatia maagizo mazuri au mafunzo mazuri. Mara mmoja ilikuwa ni msichana mmoja aliyepatia hizo maagizo mazuri ambayo mtu aliweza kuelewa vibaya, na kisha ilikuwa ni watu waliokuwa wamekuja pamoja naye, ni kusema watumishi wake, na kisha wakaweza kusema yale ambayo wangepashwa kusema kwa bwana wao au mkubwa wao. Kwenye mstari wa 13 watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, yule nabii
Kama yule nabii angelikwambia kutenda neno kubwa, usingalilitenda? Si zaidi basi akikwambia ujioshe uwe safi? Na sasa kwa mstari wa 14 inaandikwa, basi akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani. Hapo kasirani kwa imeshuka. Watumishi walimwambia, sasa sikia, mtu yule mbona hakuomba kitu kigumu? Basi tuache tuweze kwenda huko. Akaenda, sasa twende huko. Na akaingia katika Yordani akajichovya mara 7, na tazama mwili wake ukakuwa safi kama vile mwili wa mtoto mdogo. Njia za Mungu ni nyepesi kama hivyo, lakini haziwezi kufanyika kwa namna tofauti kama vile Mungu, kuliko jinsi Mungu alivyoziahidi. Angeliweza kuenda mara kwa miaka 400 bila hata kupona, lakini safari njema kwa maagizo ya Mungu iliweza kuletea uponyaji, inaweza kuleta maajabu kwa wale ambao wanaofuata maagizo ambayo Mungu anayotoa. Hiyo ndio funzo kubwa kwa ajili yetu. Sisi sote tunajua kwamba sisi sote, kila watu wanafanyaka mambo fulani, na sio sisi wenyewe, lakini nawaza kwamba shaka kusema hiyo mara nyingi kwamba tusiweze kufanya kitu fulani, lakini tuweze kuacha Mungu aweze kutenda. Na nawaambia, kama sijui kama singeweza kujua kwamba sisi tuko sehemu ya habari ya wokovu wa kiungu katika kizazi hiki, na sio kuhubiri tu, lakini kuweza kuwa sehemu ya hapo ya habari ya kiungu ya wokovu, singeliweza kuhubiri kama haingekuwa hivyo. Kama singeliweza kujua kama ni hivyo, singeliweza kuhubiri. Siwezi kuvumilia kuweza kuaminisha watu waweze kuvumilia na kisha kuweza kuhayarisha na kisha niweze kupata haya pamoja nao kwa mwisho. Lakini najua vile kama vile Mungu iko hai, na hivyo katika siku hii ndio Mungu anamaliza kazi yake, nasi hatuingizwe katika mambo fulani yoyote, lakini tunapata sehemu katika kazi ya Mungu, katika yale ambayo Mungu, tuko sehemu ya yale ambayo Mungu anayofanya sasa. Hiyo ndio tofauti sasa. Nishaka kuambia wandugu fulani waliokuja kutoka Marekani kwenda huko Manila, lakini waliokuwa sehemu ya zehebu fulani iliyokuwa ikibatiza pia katika jina la Kristo, na ambao walio na mambo fulani yanayofanana na sisi, lakini nao pia ni zehebu, na mkubwa wao anajitakasa huko na mengineyo. Lakini mmoja wao aliweza kuniuliza, ningetaka niweze kujua zaidi kuhusu huduma ya Ndugu Branham, na akasema baba yangu alikuwa huko Phoenix ndani ya makusanyiko, na alisema baba yangu alikuwa huko Phoenix ndani ya makusanyiko, aliweza kuona na kuishi yale ambayo Mungu alikuwa akifanya, na wengine walikuonekana kama hawakuweza kufurahishwa na maneno hayo. Na wakati mazungumzo ulipomalizika, mmoja wao akauliza, uliweza kupata jibu ambayo uliweza kuwa ukingoja? Mara nyingi na kwaka ni tofauti na yale ambayo waliopokea, lakini alisema swali nilizouliza zilipokea jibu. Mungu ana watu hapa duniani, na niweza kuambia ndugu yule kwamba ilikuwa ni wazi. Nikamwambia kwamba ilikuwa ni wazi na yakamatika. Nikamwambia, ndugu, mimi sihusike na programu yangu mwenyewe au na programu yenu, lakini lengo yangu moja ni kwamba niweze kujua na kutambua mpango wa Mungu kwa ajili ya wakati wangu, na kuweza kuwa sehemu ya mpango wa kiungu kwa ajili ya wakati huu, ili niweze kuingizwa ndani ya mpango wa kiungu ndani ya wakati huu. Na waliweza kuitambua na wakasema kama nasi tunaweza kuamini hiki na kile, lakini sio kuweza kuamini tu kwa nusu, lakini kuweza kuamini yote kwa ujumla. Na sio wakati wa kweli nusu, lakini ni kweli ya ujao ya Mungu, na sio wakati ambao wanaweza kufunua hiki na kile kwa nusu, lakini wakati ambamo ufunuo ya ujao ya Yesu Kristo inaweza kupewa kupitia ufunuo kwa taifa lake kwa neema. Na hivyo ndivyo tunajua chini ya msingi wa neno la Mungu kwamba hatutende kwa jina letu wenyewe,
au kwa ajili ya sababu yetu sisi wenyewe, lakini tunapatia Mungu uwezo kwamba injili yake ya injili yake ya kweli ya kimitume isiyobadilishwa, isiyoharibishwa, ambayo tuliyorudishiwa iweze kuchukuliwa mpaka mwisho wa dunia. Mniamini, sikuweza kupanga mambo haya yote kwa namna hii. Wale wanaojua jiografia wanajua mahali kunapokuwa Grenz au district ya Gdansk. Mnaweza kuambia hapa kwa ajili ya kushuhudia, tuliweza kufukuzwa huko na tungeliweza kuishi huko mahali pa Republique Democratique ya Ujerumani. Kama baba yangu hangeliweza kuhama, tungeliweza kuishi huko tena. Tulikuwa tukiishi katika kilomita fulani karibu ya mustari ya kutenganisha. Njia za Mungu pamoja na walio wake haziwezi kutambulika. Ningeliweza kuishi kwa kilomita 10 kwa upande wa pili huko, kama baba yangu hangeliweza kurudi tena mara pili, na kama hangeliweza kurudi tena huku. Lakini Mungu alikuwa akijua mambo yote mbele hata yaweze kuonekana, naye alikuwa akijua namna gani anapaswa kuongoza mioyo. Ni kusema anaiongoza kama vile chemchemi ya maji. Katika wakati wangu, wakati wa shule yangu huko Wittingen, mpaka ulikuwa kwa kilomita 1.5 ya Dings, na hiyo ndio niweza kuwa nayo mbele ya macho yangu katika miaka 3. Ninajua yale ninayozungumzia. Hatutaweza kuelewa mambo, hatungeweza kuelewa njia za Mungu hapa duniani, lakini kama tunaweza kutazama nyuma, leo singeliweza kutimiza kazi hii kama ningeliweza kuwa huko katika nchi yetu hiyo ya zamani. Lakini Mungu anaweza kupanga yote kwa namna ya kimaajabu. Sikuitaka, lakini ndani ya umilele itaweza kufunua kwamba Mungu alikuwa ameipanga, na Mungu aliweza kuitaka kwa namna hii, ili isiwe watu ambao wanaweza kuleta maoni yao, lakini yeye mwenyewe aweze kutamka na kuweza kuzungumza kupitia mtu. Hiyo ndiyo inayosemilika. Wengi walizungumza kuhusu Mungu, lakini sasa Mungu anataka kuzungumza kupitia kinywa cha watu. Anataka yeye mwenyewe aweze kupata neno, na haitoshi ili waweze kuzungumza kuhusu Mungu, lakini anataka aweze kuzungumza yeye mwenyewe, naye anaweza kufanya hivyo mahali ambapo watu hawana tena kitu cha kusema. Ndipo anaweza kusema kitu fulani cha nguvu, na ni kwa neema ndipo tunaweza kuwa watu kama hao. Nataka niweze kusoma yale ambayo ndugu Kupfe aliyosoma kwa ajili ya kumalizia weekend hii. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 2. Petro wa kwanza sura 1 mstari wa 2. Kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua ninyi katika utakaso wa Roho kwa kutii na kwa kunyunyiziwa damu ya Yesu Kristo, neema na salama ziongezwe kwenu. Mungu wetu asifiwe, Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alituzaa tena kwa rehema zake nyingi, ili tupate tumaini lenye uzima kwa ufufuko wa Yesu Kristo toka wafu. Mstari wa 5 utasema kwamba nanyi munalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani, hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa kwa wakati wa mwisho. Na hiyo itafunuliwa kwamba Bwana wetu alienda kutarisha mahali, na wakati wa zihaki wanaposema sasa kuja kwake au kurudia kwake haikiwa iko wapi, tunapaswa kungoja ili mazihaka yaweze kuongezewa, Lakini wakati tunapokuwa tumeonekana mbele ya kukutaniko, tutaweza kuonekana, lakini wataweza kutuambia kwamba hayo mambo yote yanaweza kuahidiwa iko wapi, yale mlioahidiwa. Lakini Bwana
akurudia juu ya ahadi zake kama vile wengine wanavyowaza, lakini hataki wale waliotayarishwa kwa ajili ya uzima wa milele waweze kuangamia, kwa maana wanapaswa kuita tena kutoka pamoja na Mungu. Yote inatembea sawasawa kama vile alivyopanga, nasi tunamshukuru sana. Tunamshukuru sana kwa ajili ya hiyo kwa moyo wote. Muwazie kama tungeliweza kujisumbua kwa namna ambayo mambo yote yamesha kufanyika, sasa tunaweza kwenda wapi? Mungu alishughulikia yote. Yeye ni baba yetu wa milele, yeye ni mwaminifu, yote inawekwa chini yake, naye atafanya yote, naye ataongoza yote, atamaliza yote kwa namna ya kimaajabu, kwa namna ya utukufu. Kwenye mstari wa 7 pia, ili kujaribiwa kwa imani yenu iliyo ya damani kubwa kuliko dhahabu inayoharibika hata ikiwa imejaribiwa kwa moto. Hapa nasema kuhusu majaribu iliyo ya lazima, lakini wapendwa wangu, mtoto wa Mungu wa kweli, wapendwa, mtoto wa Mungu wa kweli atatoka tena akibarikiwa katika majaribu yote. Wakati mambo yanaenda vibaya, iwe yote inayofika, hakuna kitu kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu ambao ulio katika Yesu Kristo Bwana wetu. Lakini kwa ajili ya wale ambao wanaopenda Mungu, yote inawaletea mema, iko kwa ajili ya mema yao, itawaletea mema. Lakini tumupende kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote, na kama vile Bwana wetu alisema, mtu anayenipenda atachunga neno langu, nitajifunua kwake, nami nitampenda. Yule anayenipenda atalinda neno langu, nami nitampenda, nitajifunua kwake. Mtu anayelinda neno lake tunaweza kumtumainia, naye atatupenda, atajifunua kwetu. Ningependa niweze kurudilia yale ambayo ndugu mpendo wetu Misikiti aliyosema. Ninajua kwamba hiyo ina nia kubwa sana, lakini mimi si mtu ambaye anayeweza kukubali maoni au kuweza kupokea maheshima. Lakini sijue yale niliyoulizwa, na mimi si kitu kikubwa au si kitu kidogo kuliko wengine wote. Wakati Mungu anapotoa huduma, anaitoa kwa ajili ya ujumla wa kanisa, na ni kwetu kuweza kuitimiza, na hiyo huduma haitufanye kuwa wakubwa au wadogo kuliko wengine. Na hivyo wamoja wanafurahi kwa ajili ya kweli ambayo waliopewa, na wanapenda watumishi wa Mungu ambao walioweza kuletea neno, na wengine wanaaluma meno na wanapiga na wanatesa wale waliotumwa, lakini wanafanya tofauti na yale ambayo hiyo kundi ingine inafanyaka, wale wanaokubali neno. Na ni ya Biblia pia. Bwana alikuwa ni sheria kwa ajili ya wamoja, kwa ajili ya kuanguka, na wengine kwa ajili ya kusimama. Hauwezi kubadilisha hayo. Ni Mungu ndiye alifanya hivyo. Haki inaweza kuwa tofauti, lakini Mungu anafanya ili maroho zigawanyike juu ya yule ambaye anapaswa kuleta neno. Shaka kufanya mazoezi hayo katika ulimwengu mzima, na wamoja wanaenda kwa kushoto na wengine kwa kume. Hauwezi kufanya tofauti, lakini Mungu anakuwa macho ili wale wote ambao walio wake waweze kusikia sauti yake. Na naamini kwamba tuko tayari pia ya utangazaji wa neno. Naamini kwamba tuko tayari tuko karibu sana ya utangazaji wa neno kwa kiwango haiwezi hata kuwezekana hapa duniani kama vile zamani. Na kama Mungu anataka kuweza kutuonyesha zaidi, tuko tayari. Kama anataka tuongoza tena mbali, tuko tayari kuweza kufanya hivyo. Lakini tuweze kufanya yote sawa sana neno la Mungu. Tunapatanishwa na neno la Mungu, ni kusema tuko huru katika roho, tukiwa tayari kuweza kumtumikia. Kama vile ndugu yetu mpendwa alivyotusomea siku ya 3 iliyopita, utiifu ni vema kuliko dhabihu. Unyenyekevu, kuwa mtiifu ni njema kuliko mafuta ya ngombe dume. Mungu anataka watu wanaotembea katika njia zake, wanaokuwa watiifu. Sisi kama vile wana wa Mungu tunataka tuweze kuwa wa kumtumikia, tumfuate kila mtu kwa nafasi alipo. Tena hili wazo hapa, na kisha tutaweza kufika kwa kumalizia. Ni kusema sehemu ya pili ya mstari wa 7. Kwa imani yenu iliyo kubwa ya damani kubwa kuliko dhahabu inayojaribiwa katika
inayojaribiwa hata ikiwa imejaribiwa kwa moto, kuonekana kwa sifa na utukufu na heshima kwa mfano wa Yesu Kristo, kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Mstari 8, naye ambaye hamumoni mnampenda, katika yeye hata ikiwa hamumoni lakini mnamwamini, mnafurahi sana kwa furaha isiyoweza kusemwa, yeye yenye kujaa utukufu, mkipokea mwisho wa imani yenu, wokovu na sifa zenu. Acha iweze kuamshwa ndani mwetu. Acha wakati salama ya Mungu inapopenya ndani ya moyo wangu unafurahi na inashangilia tangu leo, na hapo leo sifa na mabudu inaweza kuamka ndani yetu, inaweza kugeuka kuwa ni shangwe ikitokea ndani ya vinywa vyetu, kutoka ndani ya mioyo yetu, inaweza kupanda mpaka kwenye kiti cha Mungu kwa ajili ya yale yote aliyofanya kwa ajili yetu na pamoja nasi, kwa ajili ya wale maelfu na maelfu ya watu katika ulimwengu mzima. Naye atafanya tena yaliyo makubwa kuliko yale aliyofanya. Atamaliza kwa utukufu kazi yake kwa namna inayompendeza yeye, kwake yeye aliye hai na mmoja Mungu, yeye Mungu mmoja kweli, apewe sifa na heshima, utukufu na mabudu sasa na hata milele na milele. Amina. Amina. Tusimame na tuweze kushukuru sote pamoja Bwana. Tuimbe wimbo mmoja kama vile nilivyo, bila kitu chochote nacho. Nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott. O mwana kondoo wa Mungu, ninakuja. Oh, es ist Jesus. Oh, ni Yesu. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch. Oh Yesu, oh ni Yesu, oh ni Yesu. Nimegusa pindo la fasi yake. Tushukuru sasa sote pamoja Bwana, lakini tuifanye kutoka kilindi cha mioyo yetu. Shukurani kwa Bwana. Haleluya, utukufu kwa Mungu. Ndugu Rusi, unaweza kuomba pamoja nasi? Mungu mwaminifu, tunakushukuru sote pamoja, o Mungu, kwa ajili ya wakati huu wa neema. O Bwana, tunakushukuru sote pamoja kwa ajili ya saa hizi za mabudu, kwa ajili ya saa hizi za maneno ambayo tunaweza kutazama na kuona. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya wandugu yetu na wadada yetu, kwa sababu umetukusanyisha sote pamoja hapa. Bwana, unajua matarajio yetu, unajua mahitaji zetu. O Bwana, unajua njaa yetu yote, unajua kiu yetu Bwana. O Bwana, wewe peke yako ndiwe unaweza kumaliza njaa yetu. O Bwana, wewe peke yako ndiweza kumaliza kiu yetu. O Bwana, upewe utukufu kwa ajili ya hiyo sifa na maabudu. Haleluya. Bwana, tunaona tumefika katika saha gani, o Bwana, lakini Bwana, tunanyanyua macho yetu kwako na tunangoja Bwana, ili uweze kuwa pamoja nasi Bwana, uweze kuturudisha nyumbani, ndani ya nyumba ya Baba. Haleluya. Wakati yote tutakapomalizika na hesabu itakapokuwa imefanyika hapa duniani, o Bwana, tutakuwa pamoja na wewe mbele ya ghadhabu Bwana, ndani ya ufalme wako na katika utukufu wako. Tunakuabudu na tunakushukuru sana sana pia kwa ajili ya makusanyiko haya ya kiungu.
kwa ajili ya ibada hii Bwana, kwa ajili ya neno lako takatifu na damani. Mbingu na dunia vitapita, lakini maneno yako haitapita kamwe. Ndio maana tunasifu na tunatukuza jina lako la utukufu. Ombi langu Bwana ni kwamba uweze kubariki wandugu yote na wadada wote, ubariki wote waliokuja Bwana, uweze kuokoa tena wale ambao hawaja kuokolewa Bwana, mbele saa iweze kuchelewa, mbele saa iweze kupita. Tunakuomba yote katika jina la damani la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya.